kubwa sana kutengenezea viwanja. Vile ambavyo tayari vina renovatiwa, ndio unaambiwa. So to come back to what you are saying, we are still not sure kama tutahost Cup of Nations. And I dare say ndio hii tournament iko postponed to a later time. Kenya had a big role to play. Kwa nini ilisongezwa mbele? Because ukiangalia Tanzania na Uganda, wao wanapiga effort zao vizuri sana. Wamelipa mpia? Yes, then Kenya we start dragging them behind. So serikali iko hapo ndani. Ama serikali inaona that $1 million ni pesa mengi sana na kuna mzigo mkubwa unakuja wa campaign. But it's obvious, you know, you see the way wana dish out pesa. I mean, kila siku we are waking up to this, sleeping and waking up to this, eh? A lot of imedishiwa huku pesa, imedishiwa huku, anasi vibaya. But why can't we get our priorities right? Yeah, we get our structures in place. Zikiwa in place, yes, zikiwa in place, I'm telling you itafaidi watu wengi zaidi. But you see this issue of unaenda na target a few individuals unawapatia handouts. A lot of people will continue suffering. Yeah, so serikali yetu pia iko tu hapo ndani. They share in this risk. I mean, we played in football in countries where there was a time I was playing in the Middle East. Middle East ulikuwa unapata mpaka klabu ndogo wako na stadium yao. Klabu ndogo. Kwa desert. Yes. Hii ni country ambayo mimi nilikuwa napiga season season yetu ilikuwa inaanza kama mwezi wa 9 hapo. Hadi the following season mwezi wa 4 mwezi wa 5 mimi sijaona mvua kwa hiyo city ambayo naishi. Hapo ni hii ama nchi gani? Oman. Viwanja ni green na kila timu iko na kiwanja chao. Why? Kwa sababu serikali ilikuwa ina play part. So our government is just part of the problem as well. Hapo nakubali. Just part of the problem. Hapa kukucha timu taifa rafiki wa Toldo, Makadhi. Anaacha the likes of top scorer katika ligi Waithera anaenda kuchukua vijana mazaliwa kule Europe. Hiyo ndio unachukuliaje? Kuna player yuko Zambia anaitwa Shuma, ni top scorer Zambia. Na striker ni mabao. Shuma ni kijana ambaye amepitia kwa mikono yangu pia. Tumekuwa naye Mombasa, it was a all season. Katoka hapo ndio akaenda pale Homeboys ya. Though mmiliki wa Homeboys alisema siku moja alimtoa msituni. Akasema I looked at him and I'm like, my goodness, you are a player, lakini hata ujue ametoka wapi. Huyo kijana nimetoa tu msituni hapa. Anybody wants him lazima lete Kakamega Forest. That's our country.